Karibu sana katika studio za Our Generation TV. Leo tumepata bahati ya kutembelewa na binti makini sana. Katika dunia yenye pressure nyingi, changamoto nyingi, pressure za kijamii, lakini mabinti wamejipanga kufikia ndoto zao kubwa. Leo tupo na Madam, karibu sana katika studio zetu za Our Generation TV. Asante. Habari za huko utokako? Nzuri. Awali ya yote Madam, kama ukipata nafasi ya kujitambulisha wewe ni nani kupitia ndoto zako, jitambulishe leo hapa studio za Our Generation TV kwa wale wasiokufahamu. Asante. Mimi naitwa Lucy Darema. Nafanya biashara ndogo ndogo na ndoto ya kuja kuwa mfanya biashara mkubwa. Madam Lucy Darema, so wewe ni mwanachuo sasa wa chuo cha elimu biashara CBE. Awali ya yote tupende kuanza safari yako ya kuanza chuo ilikuwa vipi kwa ufupi zaidi? Safari yangu mimi ya kuanza chuo nimeanza mwaka 2023. Nilipofika chuo nilikutana na mambo mengi. Kwanza mimi nilikuwa nawaza labda chuo, maisha ya chuo ni raha, ni bata, hamna ikaeka. Hamna hivyo labda kusoma kwa bidii, hamna nini, ndio nilichokuwa najua. Hivyo. Kwa safari ya masomo yakaanza, baadaye tukaanza kufanya testi. Ile testi ndio nikaja kujua kumbe chuo unatakiwa kusoma. Hivyo. Na nini ambacho katika kujua mazingira ya chuo ukaona ni changamoto kubwa sana ambayo inawapata mabinti wale wanaojiunga na chuo ambacho ni mbali kabisa na matarajio yako ulipofika chuo kwa mabinti pekee? Changamoto ambazo zinawapata mabinti chuoni labda kwa ulizoziona. Changamoto kubwa ambazo zinawapata mabinti ni financial. Kwamba hawana pesa wapewe na wazazi wao. Mzazi unakuta unampigia mzazi simu, nimempigia leo mzazi simu na shida ya hela ya matumizi ya kula, mzazi hivyo. Unampigia mzazi simu anakwambia labda nitakutumia Jumamosi au nitakutumia wiki ijayo au sina hela kwa sasa. Hizi ni changamoto ambazo mabinti wanakutana nazo, na akishakutana na hizi changamoto zinawapelekea kwenda kuingia kwenye mambo mengine ambayo sio sahihi. Unapoambiwa chuo bata, hiyo tafsiri inamaanisha nini? Au wewe unaiamini au labda au huiamini hiyo kauli inayosemwa na watu wengi sana hasa wanafunzi wa chuo? Siamini. Vipi hauiamini wakati wengine wanasema chuo bata? Kwa nini? Siamini hivyo huo msemo wa kwamba chuo ni bata. Sababu chuo labda alikuwa anasema ni bata sababu chuo hatuchapwi. Chuo hauchapwi, chuo unaacha unafanya mambo yako unavyotaka wewe, ila changamoto ambayo unakuja kupata baadaye ni kwenye masomo kwa sababu chuo unakuwa free. Mwingine anakuwa anasoma diploma, watu wa diploma wanapata changamoto sana, ametoka form 4 bora advance ambao ametoka anaingia degree. Ila ambao anatoka form 4 anakutana na mambo mengi sana. Akija hapo hiyo nini ya mawazo ya kwamba chuo ni bata yanamfanya anakuwa busy nini anajua achapo. Kwa anakuwa labda busy, anaenda wapi, natoka anakutana na marafiki, nitaenda Mbalaga, nitaenda wapi, ila mwisho wa siku kwenye mtihani nazingua. Ni matarajio gani ambayo wewe uliyaweka kabla ya kuingia chuo, lakini ulivyoingia chuo hayo matarajio yakaondoka moja kwa moja na kabisa? Matarajio ambayo niliyaweka kabla hujajiunga na chuo kabisa, whatever alikuwa uko form 4 au advance whatever, niliweka matarajio kwamba nikimaliza chuo nitakuwa tayari na biashara kubwa ambayo ninaifanya, ila sijafanikiwa kufanya hivyo. Kwa unaposema chuo ni sehemu ya kutimiza ndoto ya mwanafunzi au chuo ni sehemu ya aina gani unavyotafsiri wewe kwa watu wanavyokuja chuo? Kwa sababu hasa kwa wanadada, je, wengi wanamaliza chuo wakiwa wametimiza ndoto zao za kuwa wafanya biashara wakubwa, au kuna process mpaka utoke chuo ndio ndoto yako itimie? Ukiwa ndani ya chuo inaweza kutimia ndoto yako? Ndio, naweza kutimiza ndoto. Na kivipi pia kama inawezekana? Na kama haiwezekani kivipi tena isiwezekana? Inawezekana na ina hivyo. Majibu yote yanaweza kuwa sawa. Sababu ukiwa chuo, mwanadada akiwa chuo unaweza kujiwekea malengo kwamba si unajua labda anasoma miaka 3, nipo CBE nasoma kozi ndani ya miaka 3. Kitu gani ambacho nitakifanya ili nifikie malengo yangu?
mimi natamani nije kuwa fulani, natamani kuja kuwa mfanyabiashara, nitafanya nini ili niweze kufikia hayo malengo? Unatakiwa ujiwekee malengo sasa. Unajiwekea bana, mimi muda huu mpaka muda huu nitakuwa nasoma, muda huu nitapumzika, muda mwingine nitafanya shughuli zangu zingine. Hivyo unaweza kujiwekea huo muda, na ule muda wa kusoma ukifika unatakiwa usome kweli. Muda wa kupumzika upumzike, muda wa shughuli zingine ufanye shughuli zako zingine. Ila unatakiwa pia huo unaweka pesa, unajiwekeza na unafanya biashara ndogo ndogo. Na labda umeshawahi kumuona mtu ambaye amefanikiwa akiwa chuo, mwanafunzi, hasa kwa mdada? Kwa CBE? Ndio. Kwa experience ulivyokaa chuo miaka 3, kwa maana kwamba kama haujaona basi chuo sio sehemu ya kutimiza malengo, kwamba hasa kimafanikio, mafanikio kwamba tayari ana biashara, apate fedha, awe na biashara ambaye anaweza hata akiondoka chuo anaweza akaondoka kwao akajitegemea. Yes, kwa wapo ambao wameanza kidogo, sio kwamba ndo ameshafikia ile malengo, sio unakuwa unafikia taratibu. Wapo ambao wameanza kufanya biashara. Umejaribu kufanya biashara gani labda kwa chuoni? Ya nguo. Vipi soko lake labda kwa chuo? Soko lake ni nzuri, na faida ipi? Labda twende kwa uwazi mkubwa na kwa upana mkubwa. Kwa sababu ni mwanadada, leo nataka uwaokoe majamaa au wakaka. Hivyo nafikiri ni makosa gani ambayo wakaka wanayakosea sana kwa wadada, hasa wakiwa chuo? Wewe unaona majamaa wanapoteza muda au wakaka wanapoteza muda, ni mambo gani hasa wanapoteza muda? Yaani unaona vijana wanajidanganya, ambao nyewe wadada mnaona vijana wanapotea, kwani mnaona ujinga labda ambalo hawafahamu? Vitu ambavyo tunaona wakaka anafanya hapo ni ujinga. Ni vile unaanza kumhudumia mtu, kutoa pesa zako. Unatoa pesa, yaani umepokea boom, badala ya kufanya vitu vyako vya muhimu unaanza unampa huyo dada. Wakati wengine hadi wanapiga na simu nyumbani, anamwambia mzazi nina changamoto, kumbe ana changamoto yote. Hizo pesa anakuwa anampa girlfriend wake akiwa anaamini labda nitakuja kumuoa. Wachache sana ambao baadaye wanakuja kuoana, ila wengi wanakuja kuachana. Kwako mahusiano ni njia mojawapo ya kufanya ukue kiakili, au mahusiano ni njia mojawapo ya kufanya uporomoke kimasomo ukiwa chuoni, hasa mwanadada? Mara nyingi anafaa tuporomoke kimasomo. Kivipi wakati wengine wanasema ndio yanakujenga uwe vizuri? Pingana nao kwa hoja. Mahusiano nikiwa chuo nategemeana. Naweza kuwa na mahusiano na wewe, haunipi muda. Ukiwa haunipi muda unanifanya nakuwa na stress, au nitafuti kwa wakati. Hivi ndio vitanifanya niwe naharibu kwenye masomo, nazingua hivyo. Ila kama nikiwa napata muda, ananipa muda, ananihudumia, anafanyaje, na pia naweza kufaulu vizuri pia. Kwako mahusiano unachukulia kama nini hasa kwa mabinti wa chuo? Mahusiano wala una engage kwenye relationship, wewe kwako unayatafsiri vipi au unayachukulia ni kama kitu cha aina gani? Mahusiano ya kimapenzi? Ndio. Mimi kwangu sio sahihi. Sio sahihi. Kwa sababu zipi? Sio sahihi kwa sababu unaanza kuishi maisha, nakuwa muda mwingi nakuwa busy na huyo mtu, mara nakuwa kwake, nafanya nini, nakosa vipindi. Si hivyo, unaweza ukapata ujauzito, changamoto ambazo unakutana nazo, ujauzito au ukatoa. Hivyo mambo ni mengi ambayo tunafanya. Ni jambo gani ambalo ushawahi kulikosea unaona hili ni makosa sana, sitaki hata wadogo zangu ambao wako mtaani wanaokuja chuo wakosee hichi kitu tena kabisa, ambacho utamani, ambacho unajua hichi public kuweka wazi hakina shaka?
ambacho nimekosea, sitamani mdogo wangu akikosea. Ngoja tu niseme hivi kwamba natamani mdogo wangu hata labda akiwa chuo, akiwa wapi, muda mwingi atumie kama ni atumie, asome, atumie vitu ambavyo vinamfanya akue kiakili, akue hivyo mambo mengi. Asiwe na marafiki. Pia pressure inasumbua sana na inaharibu watu. Marafiki wanaharibu. Ni jambo gani ambalo huwa linawakatisha tamaa sana mabinti hasa wanaokuwa chuo, kwako, kwa experience yako na wale ambao umesoma nao, ambao unaona hili jambo ambalo linawakatisha sana mabinti tamaa? Naam, matokeo mabaya ya masomo na mahusiano pia yanatufanya tuwe hivi. Wewe unaamini binti ana nafasi gani katika jamii inayotuzunguka hasa kwa ujumla, kwa hii ya chuo, nafasi ya mwanamke katika jamii? Binti anaweza kuwa kiongozi mzuri. Binti anaweza pia kuelimisha jamii kwa sababu ana nguvu kubwa ya ushawishi. Hivyo. Na labda tumalizie kwa jambo moja la mwisho ambalo labda unatamani kuwaambia mabinti wengine ambao wanakusikiliza siku ya leo kama nafasi ya dhahabu. Jaribu kuzungumza superwoman as a superwoman. Labda kuwatia moyo, labda kuwaambia maisha ya chuo yako hivi, jambo la kufanya sio la kufanya. Jambo la mwisho hasa ambalo unatamani kuwajuza mabinti wenzako. Kitu ambacho naweza kuwajuza mabinti zangu au kuwashauri wadogo zangu ni kwamba wakiwa chuo watumie muda wao vizuri. Changamoto au hali ya maisha ya nyumbani asimfanye aanze kujiingiza kwenye marafiki wabaya hivyo. Asante sana. Ulikuwa nami Thomas Alex hapa katika studio za Wa Generation TV. Usisahau kusubscribe, kushare na